tumesafiri kutoka katika mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati, na sasa tuko ndani ya jiji la Dar es Salaam na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Maandalizi yanaendelea vizuri na nadhani tuna activation ya jioni leo kubwa. Tumesafiri na takriban wachezaji 25 na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu, na kubwa tunaangalia ripoti ya daktari kwa siku ya leo jioni. Naamini wote wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Yanga Africa. Tunajua tunacheza na timu ya aina gani. Yanga ni timu bora, nikimaanisha yani benchi lao la ufundi na nikimaanisha upana wa kikosi chao. Lakini Fountain Gate pia ni timu ambayo ni kubwa na yeye na mwalimu ambaye chipukizi na ina wachezaji ambao washakutana na timu ya Yanga katika wakiwa kwenye Fountain Gate na wakiwa katika timu zingine. Kwa hiyo all in all, kama sisi tumejipanga kwa ajili ya kucheza na Yanga kesho na kupata point 3. Swali kwa mwalimu kwa jambo la kwanza ni kweli Yanga ni timu bora, lakini ni binadamu ambaye anatumika. Wana ubora wao ndani ya uwanja, lakini pia wana udhaifu wao. Kwa hiyo ule ubora wao tutauheshimu kama Yanga, lakini ule udhaifu wao ndio tutakaotumia kupata matokeo kama Fountain Gate. Swali kwa mwalimu kiendelea kishako tunaruhusu mabao katika michezo 9 ambayo tumecheza mpaka sasa. Mabao manne hasi ya mabao 6. Kikosi cha Yanga Africans kimefunga mabao 9, mchezo wote pekee wanacheza. Niangalie assessment na labda ndio hapo kwa mchezo wa kesho pekee yao. Ni kweli tumefungwa magoli ambaye umeyaanisha hapo, lakini naamini kila siku sisi tunakuwa bora kadri siku zinavyokwenda, na hilo ndio kubwa ambalo tunategemea kuwaonyesha Watanzania au wakazi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na fans wetu wa Fountain Gate. Kama tumebadilika, tunapokutana na timu kubwa kama ile tunakuwa bora katika kulinda na katika kushambulia. Kwa hiyo kuongeza sana sababu tukichukua kikosi cha Fountain Gate tunaona mabadiliko makubwa, labda neno ambalo unaweza kuahidi mashabiki wa Fountain Gate kuelekea mchezo wa kesho. Nikushukuru kwa swali lako nzuri na nipokea hongera yako, lakini ni ya kwetu sote. Unajua tulikotoka, tumetoka mbali, kila mtu ana support. Bila nyie mimi nisingefika hapa nilipo. Na niwaambie wana Manyara au washabiki wa Fountain Gate, kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa sana. Tuendelee kushikamana, kuombeana dua. Mwisho wa siku tutafanikiwa kwa pamoja. Nashukuru sana mwalimu. Sasa naweza kufika salama. Ni kwa neema zake, acha sifa zimrudie. Cha pili tunasema kama tunajiandaa na mechi ya Yanga vizuri tu, kwa sababu tunafahamu Yanga vizuri kama ni timu nzuri, timu kubwa, timu bora na tunawaheshimu kwa hiyo. Lakini sisi pia ni wachezaji ambao tunahitaji matokeo kwenye mechi hii, kwa sababu ukizingatia mechi ambayo iliyopita dhidi ya JKT tumepoteza, na tuwezi tukapinga tena tupoteze mechi 2-3 mfululizo, na sio vizuri kwetu. Swali kwa mchezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Derek, umecheza michezo ya hiyo na kosi kadhaa hapo. Una experience ya kutosha kucheza na Simba, una experience ya kutosha kucheza na Yanga, una experience ya kutosha kucheza na timu yoyote na shiriki kwetu. Experience yako unawaambia nini wale ambao kwenye kosi kuelekea mchezo wa kesho? Yaani kweli nimeshawahi kucheza na timu kama hizo, Yanga, Simba ni timu, na ndo tunachokuwa tunakiongea hata mazoezini na wenzetu, kwa sababu unapocheza na timu kama hizo ni timu ambazo zina wachezaji ambao wana quality nyingi sana, za wachezaji wazuri, lakini tunapokuwa uwanjani tunacheza 11 sisi wote, wao wako 11 sisi pia tuko 11. So hapo ni kwa makini, kwa sababu wao ni watu ambao wanaweza kupata nafasi 1, 2, 3 wakaitumia. Sasa mabeki kama tunavyokuwa tunakiongea kila siku, tuwe umakini sana kuanza mwanzo wa mchezo hadi mwisho, kwa sababu ni watu ambao sio watu wa kuachia nafasi, na sisi tukipata nafasi zetu inabidi tuitumie, hata iwe moja inabidi tuitumie ili kupata matokeo mazuri. Swali kwa mchezaji, karibu. Mimi nawaza wao kila siku wanatusapoti, na hawezi wakaacha kutusapoti kwa sababu wanakuta tunacheza na Yanga. Hapana, nawaza wanatuamini vizuri na wanaona mabadiliko kabisa ambayo ipo na muda kama na huko kwenye timu yetu, kwenye kikosi chetu cha Fountain Gate. So nawaahidi kuwa tutapambana uwanjani kesho
ili tuwafurahishe wao mashabiki wetu. So support yao ni nzuri sana kwetu na itakwenda kusaidia na kutumotivate. Shukrani sana Derrick. Natakia kila laheri Mwalimu Laizer. Wish you all the best kwa mchezo wa kesho. Asante sana.